Sheria mnayoenda kuratibu na kusimamia utekelezaji wake inatoa vigezo kwa wahalifu waliotenda makosa madogo madogo ambayo si hatarishi kwa jamii na ambao adhabu yake ni kifungo kisichozidi miaka 3 kutumikia adhabu hiyo katika jamii kwa kufanya kazi za kijamii bila malipo badala ya kupelekwa magerezani. Utaratibu huu umeisaidia serikali yetu ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikibeba mzigo mkubwa wa kuhudumia wahalifu wengi waliopo katika magereza yetu kwa chakula, malazi, huduma za kiafya, ulinzi na mavazi. Hivyo basi nachukua fursa hii kuelekeza kamati kusimamia ipasavyo utekelezaji sahihi wa sheria hii ili kupunguza msongamano magerezani na kuokoa fedha za walipa kodi ambazo badala ya kuhudumia wahalifu waliopo magerezani sasa zinapelekwa kwenye huduma zingine za kijamii kama vile ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, shule, huduma za maji na huduma nyinginezo za jamii yetu ya Tanzania. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, changamoto kubwa inayokabili utekelezaji wa adhabu mbadala wa kifungo magerezani hapa nchini ni kuendelea kuwepo kwa dhana potofu kwamba adhabu ya kila mhalifu ni kwenda jela au kwenda gerezani tu. Dhana ya adhabu mbadala bado haijaeleweka vizuri katika fikra zetu. Tena fikra hizo zipo katika sekta zote za jamii kuanzia mahakamani ambapo wakati mwingine mahakama bado inakuwa na kigumizi katika kutoa adhabu za vifungo nje ya magereza. Ni muhimu mkaweka mikakati ya kuendelea kuelimisha umma kuhusu faida ya vifungo vya nje ili kila mmoja wetu aelewe nia njema ya serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuhudumia wahalifu wa makosa madogo madogo nje ya mfumo wa magereza kama njia ya kuwapa nafasi ya pili ya kujirekebisha na kuwawezesha kuendelea kuhudumia familia zao na kushiriki katika shughuli za kuwaletea maendeleo wao wenyewe pamoja na taifa kwa ujumla. Mimi na kamati yangu tuko tayari kuingia kazini. Na hata leo baada ya kuwa umezindua kamati hii tutaanza na kazi. Na Mheshimiwa Gwene kuhakikishia Mungu akitujalia tutafanya ili sio kwamba tukuzidi wewe, lakini ili angalau ionekane kwamba tuliaminiwa kwa hakika na nakuamini kwamba kazi hii itafanyika. Lakini niombe mwisho kabisa kwamba tunaomba ushirikiano kwa kila mdau ambaye tutakuwa tunaweza kushirikiana naye. Katika kipindi cha kuanzia Julai 2022 na 2024, idadi ya wafungwa wapatao 8170, wanaume wakiwa 6653 na wanawake 1517 wameweza kusimamiwa kutumikia adhabu zao nje ya magereza na hivyo kupunguza mrundikano wa wahalifu kwenye magereza yetu. Aidha, taasisi za serikali kuu na serikali za mitaa zimeweza kutumia nguvu kazi ya wafungwa hao kwa kufanya kazi za usafi, utunzaji wa mazingira, ujenzi wa shule, uchimbaji wa vyoo vya umma na kazi nyinginezo za kijamii badala ya kuajiri vibarua. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa idadi ya wafungwa 8170 waliotumikia vifungo nje ya magereza, serikali imeweza kuokoa fedha za walipa kodi jumla ya shilingi bilioni 29 milioni 412. Hii ni formula tulifanya utafiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, tukapata data kwa wenzetu wa magereza kwamba at least mfungwa kwa siku anatumia shilingi 5,000. Sasa ukikompute kwa huu muda wa miaka miwili, serikali imeweza kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 29 na milioni 412 ambazo zingetumika kwa chakula tu kama wafungwa wangeendelea kutumikia adhabu kwenye magereza.